As-salatu wassalamu alayka Mustafa, as-salatu wassalamu alayka Mujtaba, as-salatu wassalamu alayka ya Murtada, as-salatu wassalamu alayka ya Taha, as-salatu wassalamu alayka ya Yasin, as-salatu wassalamu alayka nabiyyu rahmatin, as-salatu wassalamu alayka nabiyyu dawatin, as-salatu wassalamu alayka nabiyyu dawatin, as-salatu wassalamu alayka nabiyyu arabiyyun, as-salatu wassalamu alayka nabiyyu arabiyyun, as-salatu wassalamu alayka nabiyyu makiyyun, as-salatu wassalamu alayka nabiyyu arabiyyun, as-salatu wassalamu alayka nabiyyu umiyyun, as-salatu wassalamu alayka nabiyyu umiyyun, as-salatu wassalamu alayka nabiyyu sabiyyun, as-salatu wassalamu alayka nabiyyu qurafiyyun, as-salatu wassalamu alayka nabiyyu shabiyyun, as-salatu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wapenzi wafuatiliaji channel Ndauka Islamic TV, Darwesh Dua leo ameweza kutembelea katika mkoa wa Lindi. Katika mkoa wa Lindi vijijini, badala ya wadau mbalimbali kuona kazi zake anazozifanya za dua, wamevutiwa wakaweza kufanya mawasiliano naye na kuweza kumuita. Leo tumeweza kufanya dua kubwa kabisa, ambayo dua hiyo ni kwa ajili ya kuweza kufungua vifungo ambavyo amefungwa huyo mdau na kwenye eneo lake la biashara. Kwa mpenzi mtazamaji wa channel Ndauka Islamic TV, tunakukaribisha katika ukumbi wa dua. Mimi nipo. Ukiwa na matatizo yoyote, umepigwa jini ambaye unaumwa, subiani anakusumbua sana, jini mahaba anakusumbua sana, Darwesh Dua anafanya hizo kazi pia. Anatibu kwa kutumia majina ya Mwenyezi Mungu ambaye ndiyo Qur'ani tukufu. Unaweza kumtafuta kwa namba 0716625139. Hizo ndiyo namba za Darwesh Dua. Muda wowote ukimtafuta atakusikiliza na hilo jambo lako litatatuliwa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Allah Azza wa Jalla. Wapenzi wafuatiliaji channel Ndauka Islamic TV, sio tu tunachukua tu habari, lakini channel yetu inajihusisha na mambo mbalimbali ya kijamii, lakini pia kuelimisha, kuwarudisha watu mioyo yao iliyokufa kumcha Mwenyezi Mungu Allah Azza wa Jalla. Dua zinajibu. Asikudanganye mtu kwamba dua hazifanyi kazi. Dua zinafanya kazi endapo wewe mfanya dua au na yule ambaye aliyotuma dua atakuwa na kauli hii moja, la ilaha illallah Muhammad rasulullah, na takwa. Dua huwa zinajibu haraka sana. Usikose kusubscribe kwenye mtandao wetu wa YouTube, andika Ndauka Islamic TV, Facebook Darwesh Dua, Instagram Darwesh Dua, TikTok Ndauka TV. Yote yanawakilishwa kwa Ndauka Islamic TV. Dua zinajibu, tena kwa ukubwa mpana sana. Dua zinajibu. Kwa lipo siku nitakuwa live kwa ajili ya kuweza kuelimisha na kuongelea juu ya utaratibu wa dua. Leo nimekuja huku na tumeweza kuongea na wadau mbalimbali kuhusiana mambo ya kimaisha, mambo ya kidunia na ya kiakhira. Jiunge nasi kwa ajili ya kuweza kupata taarifa zaidi. Wabillahi tawfiki, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndauka TV, elimu kwanza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wapenzi wafuatiliaji channel Ndauka Islamic TV, leo tumeweza kuangaza katika mkoa wa Lindi vijijini. Tupo hapa maeneo ya Mtama, tupo kwenye kijiji hapa cha Mtua Ronga. Tupo na baadhi ya vijana tunapiga nao story, na
kuwakumbusha mambo ya Mwenyezi Mungu Allah hadha wa jalla. Miongoni mwao tutaweza kuongea nao ili kuweza kupata mawili matatu. Karibu. Nani jina lako? Naitwa Mabruki Mlope. Naam, huyo ndiyo kama alivyojitambulisha, anaitwa Mabruki Mlope. Naam, kwa hapa kijiji hiki mnajishughulisha na shughuli gani? Shughuli tunazojishughulisha nazo ni nyingi, ila shughuli kuu ni ya kilimo. Ndio shughuli ambayo ni uti wa mgongo kwenye kijiji hiki, ni kilimo. Kilimo aina gani? Kilimo aina tofauti tofauti kama vile mpunga, mahindi, ufuta, karanga na mengine mengi. Na kwa wale ambao wanaopenda kutoka kijijini kukimbilia Dar es Salaam kwa ajili ya kukimbia kazi, unawahusia vipi? Unajua kuna mtazamo tofauti tofauti. Ukichukulia swala la kilimo, ni kazi ambayo inahitaji kujituma, ni kazi ambayo haihitaji lelemama, kwa sababu ni kazi ngumu tofauti na kazi zingine kama wao wanavyofikiria. Kwa hiyo wanatoka hapa kwenda mjini, maana yake wanataka maisha rahisi ya kufanya na kupata, na sio unafanya leo unapata kesho kutwa. Kwa hiyo mimi nitakuelekeza kwa hata kama huku nimechukua Dar es Salaam kipo, kwa sababu swala kubwa ni pesa, na sasa hivi kilimo ndo pesa hivi. Naam, wapenzi wafuatiliaji channel Ndauka Islamic TV, kama tunavyoona, hii ndio barabara inayotoka mkoani Lindi kuelekea Masasi. Hapa tupo maeneo ya Mtwalonga mkoani Lindi vijijini, na hapa tupo na vijana kama hivi, tunapiga nao story na kuwakumbusha mambo ya Mwenyezi Mungu Allah hadha wa jalla. Na kwa hapa jinsi mnavyokuwa mumekaa hivi, hapa msikiti upo mbali au upo karibu? Msikiti kama kilomita 1 tu upo mbali. Kilomita 1? Vipi, tunaendaga msikitini kwenda kumwabudu Mwenyezi Mungu? Inshallah tunaendaga. Una neno gani moja la kuweza wapenzi watazamaji channel Ndauka Islamic TV wajifunze kutoka kwako? Ni kumrudia Mwenyezi Mungu na kuacha maasi yote, panapo majaliwa Mwenyezi Mungu anateremsha riziki tukiacha maasi. Naam, huyo ni miongoni mwa wadau ambao tumeweza kuongea nao. Pia tutaenda kwa mdau mwingine ambao kijana tuweze kuongea nao. Karibu kaka. Bado tunaendelea na vipindi vyetu. Tupo na mwingine hapa, mdau atajitambulisha, nani jina lake? Karibu. Naitwa ndugu Sefu Hamisi maarufu Shekota, mwenyeji wa Mtwalonga. Ni mkulima. Unalima zao gani? Mara nyingi nalimaga ufuta, mahindi, mbazi na vitu vingine, lakini hali ya mwaka huu ni ngumu. Kuchomoka. Nalima muogo. Unalima muogo? Nalima muogo. Ugumu wake umeingilia wapi? Huo ugumu umefikia wapi? Ufuta maji. Ndio. Ufuta, mnambazi maji. Mahindi maji, hakuna kitu kinachoeleweka. Muogo nimepanda juu, hamna maji. Hamna maji. Nang'oa tu vizuri. Kwa wale ambao wanaishi tu hawafanye kazi yoyote, unawahusia nini? Nawaomba tu tupambane kama nilivyopambana mimi, twende shamba tukafanye mambo mengine, sababu ukifikia juu ya umri wa miaka 18 twende shamba. Vipi masjidi? Masjidi ni muhimu sababu ni watoto wa Kiislamu. Hilo ni jukumu kubwa sana na muhimu sana kwa sisi Waislamu. Na wenzangu walio kama mimi, Waislamu wenzangu, basi nawaomba tu twende mjengoni, tumuombe Mwenyezi Mungu, anaweza akatusaidia kwa ratiba yenu yote, kukupa kipato au kukupa riziki. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, tupo na mdau mwingine hapa, tutaweza kuongea naye na kutupatia habari za huku ambazo kama mnavyoona sehemu ni mzuri, kuna minazi. Vipi, nazi mnauza bei gani huku? Nazi bei ya shamba ina shilingi 400, ile ikifika kijijini huko shilingi 500. Okay, shilingi 400 au ikifika kijijini 500. Shilingi 500. Yeah. Okay. Wewe una mashamba mangapi ya minazi? Mimi blaza sina hata shamba. Hauna shamba? Yeah. Okay. Vipi? Kwanza jina lako nani? Kwa majina naitwa Hamisi. Ukipenda utaniita Nyanditoza au Kitambaa Choko.
Naam, unawahusia nini wapenzi watazamaji channel Ndauka Islamic TV? Anawahusia tu angalia vipindi vyao ni bora na wako vizuri. Ndio. Kwa hiyo wajitahidi kuwafollow kwenye Instagram zao. Ndio. Ili mambo yaende bashasha. Huku amwakaribishi watu wa Dar es Salaam na wao waje kuangalia mazingira ya huku? Okay, tunawakaribisha fahari ya Mtua. Mtua wana vitu vingi tumejaliwa hapa, kuna kama nazi, kitu gani? Nazi, korosho, ndio, mahindi, karanga tunalima hapa. Kwa hiyo karibuni watu wa Dar es Salaam na mikoa inayotuzunguka. Kama tulivyosema, wapenzi watazamaji channel Ndauka Islamic TV, kuwa hapa ni maeneo ya Mtua Longa katika mkoa wa Lindi. Tumeweza kuongea nao baadhi ya vijana na kuelimisha nao kuhusiana na masuala ya dini, lakini sio dini tu, na mambo ya kijamii kama hivyo kazi mlivyosikia. Na hii barabara ndio inatoka Lindi inaelekea Masasi. Huku ni Lindi, huku ni Masasi. Kwa hiyo maana yake kwamba hapa tupo katikati. Hapa tupo katikati au vipi? Maana sielewi. Hapa ndio katikati. Kutoka Mnazi Mmoja ndio unafika Mambika, Kiwalala, Mtua Longa, Mtua Kilimanyewa, Nyengedi, safari ya Masasi. Ni kutoka hapo kwenda Masasi nauli shilingi 5,000. Nauli shilingi 5,000. Yeah. Okay, asante sana. Mungu akubariki sana. Baba, salimia kidogo. Mzee, salimia kidogo tu. Hata siwezi. Hapo. Hatuwezi kusalimia. Tuko live hapa, hatuwezi watu. Okay, huyo ndio miongoni mwa kama alivyojitambulisha wanakijiji wa eneo hili Mtua Longa. Mimi ni Darwesh Dua kutoka Ndauka Islamic TV. Wabillahi tawfiki, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndauka TV, elimu kwanza.